sababu kupata masoko mbalimbali imekuwa ni kilio chetu. Mara nyingi kama mnakumbuka vizuri, tulianza na wasambazaji wa hizi CD. Kwa sisi wengine ambao tulianza muda mrefu, tulianza na VHS mpaka tukafikia kwenye DVD. Kwa hiyo kwa wakati ule hilo lilikuwa ni soko letu pekee. Baadaye TV stations zikaja, nazo zimetusupport kwa kiasi kikubwa. Asante kwa mchango mkubwa wa Azam TV pamoja na DSTV na Star Times ambao wamekuwa wakirusha, lakini pia asante kwa Poa TV. Wengine tulipata fursa ya kurusha Poa TV baadhi ya content zetu. Kwa hiyo TV kwa kiasi kikubwa sana imekuwa ni mchango wetu. Wengine ndugu zetu wamekuwa wakikimbilia kwenye YouTube, nayo imekuwa ikifanya vizuri na sehemu nyingine. Kwangu mimi Poa TV imekuwa ni soko jingine na inanipa option nyingine ya content ninazotengeneza na namna gani ya kuzipeleka huko. Sote tumekuwa ni mashahidi, maisha yamekimbilia kwenye simu zetu kwa sababu ya mihangaiko mingi tuliyokuwa nayo. Sasa TV wakati mwingine inanyima fursa ya kuangalia kutokana na pilika tulizokuwa nazo. Wengine tunakuwa kazini na mihangaiko mingine, mpaka urudi unakuta kile kipindi kimekupita. Lakini kuwa na kitu kama hiki maana yake you can watch it your time, wakati wowote, either kazini kwenye break time ama jioni wakati umepumzika, umeshakonga, umekula chakula chako, unaweza kuangalia. Lakini kuna namna moja ambayo mimi naamini, ili uwe tajiri, narudia tena, ili uwe tajiri hautakiwi kuambiwa bidhaa yako hii utalipwa kiasi fulani. Inakuwa haina tofauti sana na kuajiriwa. Kwa hiyo unakuwa hakuna muujiza utakaotokea. Ili uwe tajiri ni lazima uuze kutokana na namna ambavyo kazi yako imekubaliwa. Kwa hiyo kama kazi yako ni nzuri na Mungu amekujalia, amekupa kibali, maana yake ikitazamwa na watu wengi, kuna nafasi kubwa sana ya wewe kupata hela kuliko mimi nikitoka nikaenda Poa TV nikakutana na Nilesh akaniambia hivi, una content yako hii nitakupa kiasi fulani. Kwa hiyo ile tayari imenifunga kwamba either iangaliwe na watu wengi ama isiangaliwe na watu wengi, payment yangu itabaki constant. Lakini kwa hii paying according to namna ambavyo watu wana watch, maana yangu ikiangaliwa na watu wengi inanipa mimi fursa ya kupata hela nyingi zaidi. Kwa hiyo ninaingiza content yangu huku nikisali na kufanya promotion zangu kuhakikisha kwamba inaangaliwa kwa wingi na ninapata hela nyingi. Kwa namna hii Mungu akikujalia katika content zako tatu, moja ikifanya vizuri sana inaweza ikabadilisha maisha yako. Kwa hiyo kwangu mimi nilipata muda wa kukaa nao na kuongea nao, nilivyoiona nimeona kwamba inaweza kaja kuwa solution kwa matatizo yetu ya masoko na kutuvusha kutoka sehemu nyingine na kutoka hapa tulipo kwenda sehemu nyingine. Kitu kinachotakiwa ni kuipa support, waandishi wa habari muitangaze sana, kwa sababu huwezi kujua na wewe kesho utaweka content zako huko. Hiki ni kitu chema sana, ingawa operation yake inaweza kuwa ngumu, lakini kikifanikiwa kinaweza kikatoa Bongo Movie kutoka hapa kwenda sehemu nyingine, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa sana wa kutengeneza mabilionea wengi kupitia Poa TV. Nashukuru sana.